بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sote kwa pamoja tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuseme alhamdulillah kwa neema zake kubwa na nyingi na kwa fadhila zake na kwa mengi mazuri aliyotujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunufaika na masiku haya matukufu ya mwezi wa Ramadhani al-Karim al-Mubaraka. Thawabu tunazozipata ni nyingi, malezi tunayoyapata kupitia mwezi huu hayana mfano, uzuri wa maisha ya kijamii tunayoyapata katika mwezi huu hayana mfano. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu atujalie neema hizi ziendelee kudumu katika maisha yetu insha Allah. Na sala na salamu zimwendee kiongozi wetu mbora wa viumbe, mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mwalimu wetu na mkombozi wetu na mwombezi wetu siku ya Kiyama. Tuendelee kuonyesha mapenzi yetu ya dhati kwa Bwana Mtume na kizazi chake, na tuendelee kujifunza kwao na kufuata mwenendo wao insha Allah. Nasi insha Allah tujitahidi kutambua thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana katika 10 hili la mwisho, dua zile za kuuaga mwezi kutoka kwa Bwana Mtume na kutoka kwa maimamu wetu alayhimussalam, zile ambazo tunazitambua muwadda, kuaga mwezi, maimamu wanavyozisoma zile dua, machozi yanawatoka kutokwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawafurahii, hawashangilii, ijapokuwa wakati ule ule anafurahia kuwa amesemehewa madhambi. Bila shaka maimamu ni maasumina, hawana madhambi, wanafurahia kwa mazuri walioyapata ya ziada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wakati ule ule wanalia kuwa mgeni huyu mtukufu anaondoka. Ni kama ambavyo wewe unapoagana na mzuri wako na mpendwa wako, kama ni mzazi, kama ni mtoto, kama ni rafiki, kama ni mume, kama ni mke, mnaagana kwa safari ya muda fulani, wakati mwingine machozi yanakutoka. Hata wengine wanamsafirisha mwanafunzi, mtoto wako anaenda kusoma mahala, alikuwa likizo, amemaliza mwezi, kwa hiyo anaenda tena masomoni, unampeleka stendi, anapopanda basi amekaa namna hii, tunaona wakina mama wanatokwa na machozi.
kwa sababu ya uzuri wa kijana wake, wa binti yake. Sasa Ramadhani ni mzuri mno, hana mfano. Anaondoka, lazima tunapomuaga tuingiwe na simanzi na huzuni katika mioyo yetu. Na katika jambo la muhimu la kuutambua mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuweka akilini, kwenye moyo, kwenye nia, kwenye mipango yako suala la kutoa zakatul fitr. Na hii ndiyo mada ambayo tunaianza leo. Kwa uchache kwa imani zetu tulizokuwa nazo na kwa uchache wa maarifa yetu ya kuutambua mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambayo maneno haya lau angejua mja yaliyopo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, angetamani iwe ni mwaka mzima ni Ramadhani. Kwa uchache tunapoyatambua, au kwa uchache tutambue kwa kuhisi umuhimu wa kutoa zakatul fitr, kwa sababu ni vitu viwili, ni kama kichwa katika mwili, havitengani. Vikitenganishwa mtu hatakuwa hai, atakuwa amekufa. Kama ambavyo ibada hizi zikitenganishwa, uzito na thamani ya Ramadhani inapungua na huenda isipatikane kabisa. Unaingia katika yale aliyosema Bwana Mtume, ni wangapi wanaoshinda na njaa na wanashinda na kiu kwa muda wote ule, lakini hawana funga. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sababu kila ibada lazima ionyeshe, ionekane athari yake, matunda yake yaonekane. Ni mti wenye matunda, ukiupanda lazima ufike wakati uone umetoa matunda. Kama umepanda ni mtu wa kivuli, ifike wakati unaona kivuli. Ramadhani ni mti, unapoupanda, unapofunga, lazima athari na matunda yake yaonekane, na matunda yaliwe na watu. Tuuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, ni mti unayotoa matunda na matunda yake yanaliwa, watu wanayachuma. Na uchumaji wake sio ule mpaka upande juu ukaning'inie katika matawi, ni wewe mwenyewe unasimama unachukua matunda unayachuma. Ndio hapo kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mumche Mwenyezi Mungu. Uchaji Mungu huu ndio matunda yanayoliwa. Sasa kama hakuna athari, hakuna dalili za ufungaji, ndio haya Bwana Mtume anasema unaweza ukawa umeshinda na njaa, umeshinda na kiu, lakini kumbe hauna chochote katika funga yako. Mwenyezi Mungu asituweke katika kundi hili, atuweke katika kundi ambalo funga zao zinaonekana zinatoa matunda, na matunda ya kipekee ambayo yanaonekana na yanaliwa. Tunda la funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni utoaji wa zakatul fitr. Hilo ndio tunda lake.
Haya mengine ya kushinda na njaa na kiu ni wewe mwenyewe, ni baina yako wewe na Mungu. Ndiyo anayetuambia asaumu li wa ana ajzi bi. Mungu anasema funga hii ni yangu na mimi ndiyo ninayoilipa. Sasa kitendo cha kushinda na njaa na kiu cha kufunga, hicho ni baina yako wewe na Mola, lakini Mungu anataka walioko ardhini na wao wapate matunda ya funga yako, kwa sababu Uislamu ni dini, ni Mwenyezi Mungu na jamii, ni Mwenyezi Mungu na watu, havitengani. Na ndio maana unaona aya nyingi zinazungumzia hivyo, muabudu Mwenyezi Mungu alafu inakuletea mambo ya kijamii, mambo ya kifamilia. Na hata aya ambayo tumeizoea kuisoma katika siku ya Ijumaa, ambayo tunaambiwa ni aya miongoni mwa aya muhimu iliyokusanya kheri na shari katika aya moja, imekusanya uzuri na ubaya katika aya hiyo hiyo moja, ambazo ni aya nadra zenye muundo huu, hii ambayo tumeizoea, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ni aya moja lakini imekusanya mfumo mzima wa maisha, mfumo mzuri na mfumo mbaya huko hapo. Ndio maana inasoma sana katika Ijumaa, kuwasisitiza watu waweje wanapotoka. Kwa hiyo ni aya iliyokusanya. Sasa ndugu zangu, tunapolizungumzia suala la zaka, ambayo tumesema ni kiungo katika funga, havitengani. Kama ambavyo mfungaji anafunga mwenye uwezo, mwenye kutimiza masharti, na hali kadhalika utoaji wa zaka analazimika yule mwenye kutimiza masharti. Vitu vinaenda sambamba. Na maulama wetu wametuambia aya zinazozungumzia amri, zinazozungumzia kufanya uadilifu katika Qur'an na katika hadithi za Bwana Mtume nyingi zao, neno uadilifu ni katika kutoa. Uadilifu sio kitu cha ndani, sio imani ya kunuia ya kusema na waitu. Uadilifu ni vitendo. Kwa hiyo hata Mwenyezi Mungu anaposema inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani, hii ni aya ya vitendo, sio aya ya nadharia, sio aya ya mtazamo, sio aya ya kifikra ya ndani, unasema unatoa fikra. Hii ni aya inayotembea, inazunguka. Ndio maana nikawaambieni aya hii maulama wametuambia ni aya inayokusanya kheri na shari. Na inaposoma Ijumaa, ambayo tunasema ni sikukuu ya Waislamu ya kila wiki, inakutaka utembee kwenye jamii, inakutaka uunge udugu. Ndio maana ikawa Ijumaa inaanzia Alhamisi yake na Ijumaa yake katika funga. Kwenye riwaya zetu zinatuambia ukifunga Alhamisi unganisha na Ijumaa. Ni masiku ya ziara, ni masiku ya kutembeleana, ni masiku ya kula, ni masiku ya kunywa, ni masiku ya kupendeza. Ndio maana unaona jamii zetu pia
Siku ya Ijumaa kunakuwa na biriani maalum zinatengenezwa kwa siku ya Ijumaa. Sio kitu kibaya, ndicho tunachotakiwa katika siku ya Ijumaa. Ni siku ya Idi, ni siku ya furaha, inatembea. Ndio Mungu, inna Allaha ya'muru bil adli amri. Mungu Mwenyezi Mungu anawaamrisheni kufanya uadilifu, mtende, mfanye kazi ya kuweka kila kitu mahala pake. Kila mwenye haki yake umpatie, hata maiti aliyoko makaburini umpatie haki yake ya kumtembelea. Mgonjwa aliyoko hospitalini umpe haki yake umtembelee. Ndugu yako katika kuunga undugu umpe haki yake umtembelee. Maskini umpe haki yake, umpe chochote ale. Yatima, mjane, fakiri, yoyote mwenye matatizo. Ndio aya inatutaka hivyo. Ndio maana ya uadilifu. Si tunazungumza kila siku, naambia huyu mtu sio mwadilifu bana. Fanya uadilifu bana. Na ikawa uadilifu ni katika usulu dini, katika misingi ya dini. Misingi ya dini. Dini haitosimama kama hakuna msingi huu wa uadilifu. Na ndio tukaambiwa kama tungetumia uadilifu huu, asingepatikana anayetokwa na machozi kwa shida na kwa matatizo katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asingepatikana. Atapatikana vipi wakati tayari unayo maneno kama haya? Unayo maneno ya Bwana Mtume, laisa minna man bata shab'an wa jaruhu jai'a. Unalala umeshiba, jirani yako ana njaa, na hii imetajwa shibe. Kuna mgonjwa, kuna anakosa matumizi yake ya shule kwa mtoto wake. Unaweza ukawa na chakula lakini kwa matatizo yaliyokuzonga usipata hata hamu ya kula. Waislamu ndio kazi yao ya kwenda kumtibu. Huyu ana matatizo, ni mgonjwa, atakiwa tibiwe. Ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na akatwambia nyinyi waumini ni kama vile mwili mmoja. Mwili mmoja ninyi. Kiungo chochote katika mwili wako kikipata homa, viungo vingine vyote vinanyong'onyea. Ukiumwa na jicho, miguu haiwezi kawa na kiburi ya kusema ni jicho ndio linauma, ngoja mimi nitembee. Miguu itakuwa ni mizito, haitotembea. Lakini kiungo kinachouma kiko juu sana, jicho. Umeumwa na kichwa, mdomo hautosema ni kichwa ndio kinauma, nipe mimi chakula nile. Hata mdomo unakuwa ni mchungu, hautamani kula kwa sababu kiungo kimoja kinauma. Hali kadhalika kiungo chochote, ukiumwa na tumbo na kifua na masikio, Mwenyezi Mungu atuepushe na maradhi. Lakini Bwana Mtume anaonyesha namna waumini wanavyotakiwa kuwa. Ni kama ambavyo sasa ikiwa anaumwa njaa yatima, ni kama vile wewe unaumwa njaa. Anavyoteseka mjane aliyofiwa na mumewe aliyokuwa anamtegemea, ndio mtafutaji, yeye alikuwa ni mama wa nyumbani, njaa inamwandama, ni kama vile wewe ndio unashinda na njaa. Na ndio falsafa ya funga kama anavyotueleza Fatima Zahra salamullahi alaiha. Sasa haya yanatolewa na nini? Yanatolewa na hii sifa ya uadilifu. Mungu anawaamrisheni kufanya uadilifu.
Uadilifu si wimbo, si maneno. Uadilifu ni vitendo. Ndio hayo aliyosema Amirul Mu'minin, ana tabibu dawar, mimi ni daktari anayezunguka. Imam Ali ni daktari dawar, anayezunguka katika mitaa, katika nyumba za watu, kuwatibu matatizo waliokuwa nayo, kumtibu aliyokuwa mgonjwa, kumtibu aliyokuwa na njaa, kumtibu mwenye shida. Kila mmoja na maradhi yake. Tunaposema maradhi, si hii tu unaumwa na mkono, unaumwa na kichwa. Maradhi ni aina tofauti tofauti. Imam Ali anasema yeye ndio, na kabla yake bwana mtume alishasema, ana wa aliyun abawahu hadhihi al-umma, mimi bwana mtume na Ali ni walezi wa umma huu. Sasa mlezi, ngalieni mama anavolea mtoto wake mchanga, anamnyonyesha, anamlisha, akikohoa kidogo anamfuatilia, akiendelea kimbizo hospitalini, duka la dawa, yuko makini. Akijichafua mtoto anamuogesha, anamtawaza, anahakikisha yuko msafi. Sasa mtume anasema mimi na Ali ni walezi. Angalieni mnavyowalea watoto manyumbani, hasa akiwa mtoto mdogo. Na ndivyo ambavyo jamii inatakiwa ikae katika tabia hii ya kuleana namna hii. Mshia mwenzako anakosa chakula, humpi hata 500. Sio yule anayedanganya, sio yule mbabaishaji, kwa dhati kabisa unamuona na hauko tayari kumsaidia, kwa sababu unahofia hela zako zitakwisha, utafilisika. Bwana mtume alisema hakuna anayefilisika hivyo. Sasa hiyo ni neno la uadilifu. Kisha akasema wal ihsani, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani. Ihsani maana yake nini? Ni kutoa cha ziada. Unampa cha ziada, ndio maana ya ihsani. Kwa hiyo vilivyokuja sambamba hivi, umefanya uadilifu, ni haki yake, alafu unamuongezea na ziada, na ndio ambaye anaendana na zakatul fitr. Unatoa ziada. Umetoa kilo 3 za mchele, umempa maskini, lakini wewe una maisha kidogo yana nafuu. Mfanyie wema, wali ihsan, mfanyie wema. Na wema wenyewe ni kufanyaje? Ukamwongezea labda shilingi 5,000 au 10,000. Bwana, hizi kilo 3 hizi nenda kazipike, pita pale buchani, nunua nyama au nunua kuku au nunua maharage au nunua kunde, kwa kadri ya uwezo wako unamwongezea ziada, unampa. Anakwenda anapika, anakula na watoto. Kwenye nyumba yake pananukia siku hiyo, vitunguu vinakangwa, nyanya, mafuta. Ndio Mungu, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, umpe aliyokuwa karibu yako. Na hii tunashangaa tunapozungumza hii kuwa zakatul fitr, unatakiwa umpe mshia. Wengine wanaanza kusema
bwana mashia ni wana upendeleo na nini. Qur'an inazungumza mpe aliyokuwa karibu yako, wa itai dhil qurba, mpe aliyokuwa karibu yako. Aliyokuwa karibu yako nani? Huyu unaswali naye safu moja. Na hata zaka pia unatakiwa uanze kwenye mji wako kikawaida. Huwezi ukatoa hapa zakatul fitri mtu unaswali naye siku zote alafu unaenda kutoa Kisongo Ngaramtoni. Hiyo ni kama vile unajionyesha. Ile ni kama vile unatafuta sifa. Lakini unaanza na wa itai dhil qurba. Tukasema hii imekusanya. Hapa imeunga undugu. Huyu unayeswali naye ni ndugu yako wa karibu, ambaye akianguka hata unamuona ameanguka na chafu. Kisha wayanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi yaidhukum la'allakum tadhakkarun. Ndio tumesema inakusanya hii. Hiyo ndio maana ya uadilifu na ndio maana ya ihsan. Sasa utoaji wa zaka, tunazo aya nyingi, nizisome tu kwa ufupi. Inasema khudh min amwalihim sadaqa. Hii inazungumzia utoaji kwa ujumla. Utoaji kwa ujumla, tunazo aina zote za zaka: zakatul mali, zakatul fitri na sadaqa. Alafu baadaye tutaendelea kuchambua huko mbeleni. Khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Mwenyezi Mungu anamwamrisha bwana mtume achukue katika mali zao. Kwa sababu gani? Mali unazozitoa tutahhiruhum, zinawasafisheni. Utoaji unasafisha uchafu ulioko. Watuzakihim, na zinaongeza mali zenu, inasafisha mali zenu. Ina maana wewe unasafishika na mali yako vile vile nafanyaje? Inasafishika na inaongezeka. Sasa usafi unapatikana katika utoaji, na kuongezeka kwa mali zinaongezeka kwa utoaji, kwa mujibu wa maneno haya. Na ndiyo hii pia inamfanya bwana mtume akuswalie. Ina maana kwa asiyotoa bwana mtume hamswalii. Tutakuja kuona kwenye hadithi mbele. Kama hautoi bwana mtume hakuswalii, kwa sababu ni mchafu. Kwa sababu gani? Pia kwa sababu umetenganisha baina ya mahusiano yako wewe na Mungu na mahusiano yako wewe na jamii. Na Mungu anataka mahusiano haya yawe ni mnyororo mmoja usiotengana. Wewe kusema mimi niko na Mungu tu, binadamu hawanihusu. Kwa maana hata Qur'ani, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, wale waliosema sisi tuko na mtume bwana, sisi tuko na Mwenyezi Mungu bwana, wakaambiwa la, mfuateni mtume. Fattabi'uni yuhibbukum Allah, kwa kunifuata na kushikamana na mimi ndio Mungu atawapenda. Ndio maana shahada ya Mungu peke yake haikamilishi imani yako mpaka utoe shahada ya bwana mtume. Maana yake ni mtume ni binadamu, mtume ni jamii. Sasa ukajifanya wewe ni mcha Mungu sana, wewe ni Mungu, Qur'ani ni Mungu, mtume hana nafasi, huna imani hata chembe. Ndivyo ilivyo, wewe na Mungu tu, lakini binadamu hawakuhusu. Matatizo ya watu hayakuhusu.
na tumeshasoma laisa minna, hayuko pamoja nasi. Bwana Mtume anasema, ambayo hatopata uchungu wa matatizo ya watu. Unaswali, una sijida kubwa, unafunga, lakini siku ya Kiyama Mtume anakuambia ondoka, 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 hauko pamoja nami. Tazama, Uislamu ni kitu kamili. Idkhulu fi silmi kafa, ingieni katika sheria zote za Kiislamu, zibebeni zote, sio nusu nusu. Sasa usafi wako wewe, usafi wa mali na kuongezeka kwako nategemea utoaji wako, na ndiyo nguzo ya kuswaliwa wewe. Hata ukifa ndio unaswaliwa kwa sababu hii. Aya nyingine, wa aqimu salata wa atu zaka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir. Aya nyingine, lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wal muqimis salat wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil al-akhir ulaika sanu'tihim ajran adhima. Wabobezi wenye elimu, wenye uchamungu, sifa yao kubwa ni utoaji. Uweze ukasema mimi na elimu, mimi ni mcha Mungu, alafu utoi, Mungu anakukataa. Sasa hata ukijisifu na elimu, ukajisifu wewe ni mcha Mungu, alafu utoi, unajidanganya. Mwenye hizo sifa ni yule anayetoa, na ndiyo sifa waliopewa maimamu. Wamechaguliwa kuwa maimamu kwa sababu ya tabia hiyo ya utoaji. Waja'alnahum a'immatan yahduna biamrina wa awhayna ilayhim fi'la alkhairati wa iqama as-salati wa itaa zakah wa kanu lana abidin. Sifa ya maimamu wetu salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Tuginukuu baadhi ya hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bwana Mtume anasema, anayanukuu maneno haya Imamu As-Sadiq alayhi salam,